Karibu katika Matukio Daima Habari kwa siku ya leo. Hapa ni muhtasari wake. Serikali yatenga bilioni 4.6 ujenzi wa soko la Machinga Complex. Bilioni 4.67. Soko litakalojengwa litakuwa na vizimba 800, maduka 150 na migahawa 8 wenye uwezo wa kuchukua wafanyabiashara 958, ambapo kati yao wafanyabiashara wadogo watakuwa 800, wafanyabiashara wa kati 150 na mama na babalishe 8. Jamii yaaswa kutumia matunda na mboga ili kulinda afya zao. Jamii yangu itumie mboga za majani, lakini kwa usafi zaidi, kwa sababu mboga za majani sometimes ukizipika vibaya, kwanza huko zinapotoka huwezi jua zimetoka katika mazingira gani na zimetumiwa mbolea gani. Serikali yafuta jumla ya leseni 40 za utafiti wa madini. Kutoa maelekezo ya kufuta leseni za utafiti kwa mujibu wa sheria. Na leseni ambazo tunazifuta leo zina eneo la ukubwa sawasawa na kilomita za mraba 900. Uhali gani mtazamaji wa Matukio Daima Media, nikukaribisha katika Matukio Daima Habari kwa siku ya leo, na tutakao kusomea habari hizi. Jina langu ni Emmanuel Manonga na mimi ni Angelina Mbonda. Nikukaribishe tuwe sote kuanzia mwanzo hadi tamati mwa taarifa hii ya habari. Na tukianzia jijini Dodoma, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI imetenga shilingi bilioni 4.6 kwa ajili ya ujenzi wa soko la kisasa la Machinga Complex katika mji wa Iringa. Akijibu swali la mbunge Ngajilo, naibu waziri katika ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI Festo Dugange amesema kuwa serikali imeshatenga fedha kwa ajili ya ujenzi wa soko hilo katika eneo la stendi ya zamani. Katika ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, nimuite sasa Mheshimiwa Fadhili Fabian Ngajilo, mbunge wa Iringa mjini, aweze kuuliza swali lake. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya wananchi wa jimbo la Iringa mjini, sasa niombe swali langu namba 89 liweze kupata majibu ya serikali. Majibu kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri, Mheshimiwa Daktari Festo John Dugange. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Fadhili Fabian Ngajilo, mbunge wa jimbo la Iringa mjini kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, mradi wa ujenzi wa soko la Machinga ulibuliwa na Halmashauri ya Manispaa Iringa mwaka wa fedha 2024/25 ili kukabiliana na changamoto na wakabili wafanyabiashara wadogo na wakati, hususan ukosefu wa maeneo sahihi ya kufanyia biashara. Mheshimiwa Mwenyekiti, mradi huu utajengwa katika eneo la stendi ya mabasi ya zamani lenye ukubwa wa mita za mraba 6505 lililopo mtaa wa stendi kuu, kata ya Kitanzini, kwa gharama ya shilingi bilioni 4.67. Soko litakalojengwa litakuwa na vizimba 800, maduka 150 na migahawa 8 wenye uwezo wa kuchukua wafanyabiashara 958, ambapo kati yao wafanyabiashara wadogo watakuwa 800, wafanyabiashara wa kati 150 na mama na babalishe 8. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mwaka wa fedha 2026/27 Halmashauri ya Manispaa ya Iringa imetenga kiasi cha shilingi milioni 100 kwa ajili ya kuanza maandalizi ya ujenzi. Asante. Mheshimiwa Fadhili Fabian Ngajilo, swali la nyongeza. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza nichukue nafasi hii kumshukuru sana Dr. Samia, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa uamuzi wake wa kutujengea soko hili la Machinga Complex ndani ya Iringa Manispaa. Kwa kweli jambo hilo litakuwa limefurahisha sana wananchi wa Iringa mjini, na tuko tayari kutoa ushirikiano kwa ajili ya ujenzi wa hilo. Mheshimiwa Mwenyekiti, utakubaliana na mimi pia kwamba soko ya namna hii sehemu nyingi za nchi yetu yakijengwa huwa yanatelekezwa na wamachinga wenyewe au wafanyabiashara, kwa sababu wanakuwa hawakushirikishwa wakati wa ujenzi, na usipomshirikisha mfanyabiashara maana yake atashindwa kujua afanye nini. Sasa swali, je, wizara inanihakikishieje kwamba kabla ya ujenzi huu wa hili soko mtawashirikisha wadau
wakubwa wa ujenzi ambao ni wamachinga wenyewe wa Iringa Manispaa katika huu ujenzi? Swali la pili, ni lini sasa mradi huu utaanza kujengwa? Nashukuru kwa majibu mazuri, lakini ni lini sasa mradi huu utaanza kujengwa? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza nipokee pongezi nyingi za Mheshimiwa Ngajilo kwa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na serikali ya awamu ya 6, na ni hakika kwamba serikali hii imefanya kazi kubwa sana katika ujenzi wa miundombinu ya masoko, stendi na miradi mingi ya kimkakati, na zoezi hili linaendelea kutekelezwa kwa awamu. Nikuhakikishie Mheshimiwa Ngajilo kwamba katika ujenzi wa miradi yote ya kimkakati, jambo la kwanza, halmashauri zenyewe, mabaraza ya madiwani, mkurugenzi lazima wawashirikishe wadau wa eneo husika. Kwa hiyo natumia nafasi hii ni kuhakikishia kwamba ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI tutashirikiana kwa karibu na mkurugenzi wa manispaa na baraza lako la madiwani katika manispaa ya Iringa kuwashirikisha wadau, wafanyabiashara wadogo, machinga, kuridhia eneo hili na aina ya majengo na mpangilio wa majengo kwa bidhaa husika, ili wafanyabiashara hawa wapate eneo mwafaka kwa ajili ya kufanya biashara zao. Kwa kabla tujaanza ujenzi, tutajihakikisha tumepata consensus ya pamoja, tumekubaliana na ujenzi utaanza, ili soko hili lisitelekezwe, liwe na tija kama alivyo malengo ya serikali. Kini jambo la pili, Mheshimiwa Mbunge, tayari kwa mwaka wa fedha ujao 26-27 halmashauri ya manispaa ya Iringa imetenga shilingi milioni 100 kwa ajili ya kuanza, lakini tunamwelekeza mkurugenzi wa manispaa ya Iringa kwa niaba ya waziri wa nchi ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI waandae andiko la mradi wa kimkakati, wawasilishe ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, tulifanyie tathmini, lakini waendelee kutenga fedha kwa awamu kwenye mapato ya ndani, wakati serikali kuu inatafuta fedha kuwaunga mkono kwa ajili ya ujenzi wa soko hilo. Na sasa tuelekee mkoani Iringa, ambapo mtaalamu wa afya mkoani Iringa ameasa jamii kutumia matunda na mboga za majani, kwani inasaidia kulinda mwili dhidi ya magonjwa. Akizungumza na Matukio Daima Media, mtaalamu Esther Yohana amesema matumizi ya matunda na mboga zimekuwa na faida nyingi katika mwili wa binadamu. Vitamini ambapo hivi vitamini vinatofautiana, nikizungumzia kwa mfano kazi za vitamini kwenye mwili, vinaongeza uwezo wa macho, lakini pia vinaimarisha kinga. Lakini kwa mfano kama matunda vile vinasaidia kuongeza vitamini, lakini kuna baadhi ya matunda pia ni dawa. Kwa mfano kama machungwa yanasaidia, yanampatia mtu vitamini C, ambapo mtu anaweza akaa na sukari mdomoni, yani ulimi umeliwa au umechanika, umekuwa attacked na fungus, lakini akitumia hayo machungwa yanamsaidia kumpatia ile vitamin C ambapo inafanya kazi ya kurecover ule ulimi wake. Lakini pia kwa mfano kama mboga zinampatia pia mwanadamu vina vitu vinaitwa reafage ambavyo vinamsaidia mtu kwenye mmeng'enyo wake wa chakula, vinalainisha vile, hata kama akienda haja kubwa vinamsaidia, yani hapati constipation, kwa anaenda vizuri. Vile mtu akila vinampatia especially vitamin A. Ile vitamin A inapokuwa imefyonzwa kwenye damu inasaidia kusafisha mishipa ya macho ambayo inamfanya mtu aone vizuri kama kulikuwa kuna ukungu. Lakini pia mboga za majani pia zinasaidia hata mishipa ya damu inakuwa iko active. Yes, damu inakuwa inazunguka kwa urahisi. Yani hakuna ile ya kusema kwamba pengine kuna mafuta yani ipite kidogo. Na zimetumiwa mbolea gani? Zimemwagiliwa maji gani? Kwa kuna wakati mwingine kuna vimelea ambavyo huwa vinakaa muda mrefu. Inaweza kaa, sasa hapo nitatumia lugha ya kisayansi kidogo, watakao kuwa wamesoma watanielewa, lakini pia nikiwa na maana tu kwamba wao wanazisafisha. Hizo mboga zinaweza zikaa zina cyst au zina trophozoite, ambazo ukipika ile mboga au kwanza ukianza kuiandaa, usipoiosha vizuri ukaipika isiive vizuri, wale wanaleta madhara kwenye mwili wa mwanadamu. Manake anapokuwa ameingia pale anaanza
new cycle. Yaani pale wakati amejishikiza pale kwenye mboga za majani, akija kwenye mwili wa mwanadamu anabadilika. Maana yake anakuwa amefika kwenye mazingira ambayo ni rafiki kwake kwa yeye kuendelea kukua. Kwa ataendelea kujimultiply, ambapo baadaye itamletea shida tena mwanadamu, ndo kama hivyo kupata minyoo. Yes. Lakini kama wakizitumia, yani tuko tunazitumia mara kwa mara kwa kuzisafisha vizuri, yani tuziandae vizuri, tuzisafishe vizuri, tuzipike ziive, zina manufaa sana kwenye mwili wa. Hata hivyo, wanajamii wamezungumza faida mbalimbali wanazozipata kutokana na kutumia matunda na mboga za majani. Cha kwanza, mboga za mchicha unaongeza damu mwilini. Mnafu unatoa typhoid. Majani ya maboga nayo yanaongeza damu mwilini. Inasafisha figo. Tikiti inasafisha kibofu. Mkojo unapokojoa unakuwa msafi. Mboga za majani na mimi kwanza zinaleta mmeng'enyo chakula, zinaongeza damu, zinaweka utimamu wa mwili, zinatengeneza ngozi kuwa ngozi nzuri, macho, linasafisha moyo. Alafu ukija kwenye tigiti linasafisha kibofu cha mkojo. Ukija kwenye tango Na sasa turejee tena mkoani Dodoma. Serikali imefuta jumla ya leseni 40 za utafiti wa madini zenye ukubwa wa takriban ekari 188,163 baada ya wamiliki wake kushindwa kutekeleza licha ya kupewa hati za makosa na muda kurekebisha kasoro zilizobainika. Akizungumza na waandishi wa habari leo jijini Dodoma, Waziri wa Madini Anthony Mavunde amesema hatua hiyo inalenga kuimarisha usimamizi wa rasilimali za madini, kuondoa wamiliki wasiotekeleza masharti ya leseni na kufungua fursa kwa wawekezaji wenye uwezo pamoja na makundi ya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu kupitia programu ya Mining for a Brighter Tomorrow. Niliwahi kuwaita na tukawaambia kwamba serikali imedhamiria kufuta leseni zote za utafiti wa madini ambazo hazifanyiwi kazi, na nilielekeza Tume ya Madini kutoa hati ya makosa. Kwa hiyo leo nimewaita hapa kuwajulisha kwamba tulitoa hati za makosa kwa wale wote ambao walishindwa kukidhi matakwa ya sheria, na inanilazimu leo kutoa maelekezo ya kufuta leseni za utafiti kwa mujibu wa sheria. Na leseni ambazo tunazifuta leo zina eneo la ukubwa sawa na kilomita za mraba 900, ambao ni sawa na ekari 188,163. Haya maeneo nayarudisha serikalini, yatarudi serikalini, utaweka utaratibu kwa mujibu wa sheria. Tunataka sekta hii watu wanaokuja kuomba leseni ziwe leseni za kufanyia kazi na sio kuzifanya kama pambo. Kwa naendelea kuasisitiza mtu yeyote mwenye leseni ya utafiti ambao amehodhi kwa muda mrefu haifanyii kazi, zoezi hili ni endelevu. Tutaendelea kuzifuta leseni hizi. Tunataka kutengeneza mfumo mzuri wa watu kufanya shughuli za madini katika nchi yetu ya Tanzania. Hatutamwonea mtu, hatutampendelea mtu katika zoezi hili. Tutafuata utaratibu kwa mujibu wa sheria inavyoelekeza. Na leseni hizi ambazo zimefutwa zitarudi serikalini. Sheria inasema vizuri kabisa, ziko taratibu za kufuatwa baada ya kuwa tumepata taarifa kutoka katika taasisi zetu za madini na hasa GST. Kama ambayo itakuwa inahitaji uwekezaji mkubwa, tutatolea maelekezo, lakini pia asilimia kubwa ni kwenda katika mradi ule wa vijana, wakina mama na watu wenye ulemavu wa MBT, Mining for a Brighter Tomorrow. Tutawapanga vizuri wachimbaji katika maeneo haya ili kuendelea kuchochea ukuaji wa uchumi wa nchi yetu Tanzania. Namna taarifa hiyo kutoka mkoani Dodoma inaturejesha tena mkoani Iringa, ambapo mkuu wa mkoa wa Iringa Harry James amewataka viongozi kutoka katika halmashauri zote za mkoani humo kuendelea kufuatilia kero za wananchi na kushughulikia kwa wakati
na kutunza kumbukumbu za utatuzi wake. Agizo hilo limetolewa leo wakati wa kikao cha tathmini ya utendaji kazi wa viongozi mbalimbali kutoka halmashauri zote za mkoa wa Iringa. Katika kikao hicho, RC Heli James alisisitiza umuhimu wa kutumia rasilimali zilizopo kwa busara na kuelekeza nguvu katika kuboresha huduma za msingi kwa wananchi. Anasisitiza umuhimu wa makusanyo ya mapato, nidhamu ya matumizi ya mapato na kuepuka matumizi holela na ya hovyo ya pesa za serikali. Kila mnapoamua kufanya, fanyeni kwa maslahi ya umma, na kila mnapoamua kufanya, fanyeni kwa ubora wa uendeshaji wa shughuli za serikali, ili watumishi wetu, wakuu wetu wa idara na wale wote ambao wanawajibika kuhudumiwa na serikali kwa mapato wapate haki zao na stahiki zao kwa wakati, ili ufanisi uweze kuonekana. Mwisho kabisa, naendelea kusisitiza umuhimu wa kufuatilia kero za wananchi, kushughulikia kero za wananchi na kuchukua hatua na kutunza rekodi ya kila kero ilivyopokelewa, namna ilivyoshughulikiwa na hatua ambazo zinasomeka kwa status ya wakati huo. Na kwenye eneo hili nasisitiza ziara za viongozi. Maeneo yenu kule kwenye interior, tuhakikishe ziara zinafanyika. Ziara za kwenda kusikiliza wananchi, ziara za kwenda kuhamasisha shughuli za maendeleo, ziara za kwenda kukagua miradi ya maendeleo, ziara za kwenda kusikiliza changamoto mbalimbali za wananchi, na ziara za kwenda kupeleka maelekezo na taarifa kwa umma juu ya mambo mbalimbali ambayo yanaelekezwa na serikali. Na mwisho ni ziara ya kwenda kutoa taarifa ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo na uwajibikaji wa serikali kwa wananchi wetu. Na mnapokwenda kwenye ziara, msiende kwenye ziara kama ibada. Wapeni nafasi mnaowakuta kuwaulizeni habari mbalimbali, lakini pia kupata taarifa na ufafanuzi wa hoja mbalimbali mnazozikuta kwenye maeneo mnayokwenda kwenye ziara. Lakini mwisho, hakikisheni kwenye kila ziara mnayokwenda msiishie kukagua majengo na maeneo ya huduma. Fanyeni ziara pia kukaa na wananchi, kusikiliza wanaona nini, wanatamani nini, wanahofia nini, wana changamoto gani. Ziara zetu zitakuwa na tija zaidi. Na mwisho, fanyeni ziara ya kukagua huduma kwenye maeneo yenu. Na mnapokwenda kukagua huduma kwenye maeneo yenu, hakikisheni nyinyi wenyewe pia ni wanufaika wa hizo huduma zinazo. Mbunge wa jimbo la Mafinga mjini Dickson Nathan Mtevele amehoji bungeni kuhusu hatima ya mradi wa ujenzi wa stendi ya mabasi Mafinga mjini ambao ulitarajiwa kukamilika mwaka 2025 lakini hadi sasa haujaanza. Na katika majibu yake, naibu waziri wa TAMISEMI amekiri kuwa ni kweli mradi huo ulipaswa kuwa umekamilika, na ameeleza kuwa changamoto mbalimbali zilisababisha mkandarasi aliyekuwepo kushindwa kuanza kazi kwa wakati. Hata hivyo, serikali imeahidi kuwa ipo katika hatua za mwisho za kuweka utaratibu mzuri kupitia ofisi ya waziri mkuu na TAMISEMI ili kuhakikisha mkandarasi huyo anaanza ujenzi wa stendi hiyo haraka. Mheshimiwa Dickson Lutevele, swali la nyongeza. Mheshimiwa Mwenyekiti, nashukuru kwa kupata nafasi ya kuuliza swali la nyongeza. Halmashauri ya mji wa Mafinga ulipata mradi wa stendi ambayo ilikuwa ikamilike kujengwa mwaka uliopita, lakini mpaka sasa tunaambiwa kwamba mkandarasi yuko kwenye hatua za drawings. Sasa naomba nipate kauli ya serikali, ni lini stendi hii itajengwa kwenye mji wa Mafinga ambao mpaka sasa hatuna stendi ya kisasa na tunaihitaji sana. Jibu Mheshimiwa Naibu Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kweli kwamba serikali iliweka mpango kwa ajili ya ujenzi wa stendi ya kisasa katika mji wa Mafinga, na Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Mafinga mjini Mheshimiwa Villa amekuwa akifuatilia mara kwa mara. Naomba nimhakikishie kwamba kama alivyosema tayari tuna mkandarasi, lakini kazi haijaanza na tunajua kuna sababu ambazo zilipelekea mkandarasi kutokukamilisha kwa wakati. Hivi sasa ofisi ya waziri mkuu, TAMISEMI pamoja na halmashauri ya mji wa Mafinga tuko kwenye hatua za kuhakikisha mkandarasi anarejea kazini, anaanza kufanya kazi hiyo ili kukamilisha ujenzi wa stendi hiyo. Kwa nini Mheshimiwa mbunge kwamba kazi hiyo itafanyika? Kuona Mheshimiwa Eric James, swali la nyongeza. Na tukiendelea kusalia mkoani Iringa katika juhudi za kujikwamua kiuchumi na kuleta mabadiliko chanya katika jamii, mwanamke mmoja mwenye ulemavu wa viungo, Rukia Makweta, ameibuka na ubunifu wa kipekee wa kuanzisha biashara ya matunda ya kienyeji aina ya songwe ambayo kwa sasa imevutia wateja wengi kuliko hata biashara nyingine za matunda za kisasa. Rukia amesema alianza biashara na mtaji mdogo, lakini kutokana na ubora wa ladha ya matunda hayo wateja wamekuwa wakiongeza. Hakuna biashara isiyo biashara kwa waraji. Rukia Makweta ni mmoja kati ya wajasiriamali ambaye amekuja na mbinu mpya ya kuuza matunda pori maarufu kama songwe.
ambapo matunda haya kwa wale ambao wamekulia vijijini na wale ambao wameishi maisha ya kijijini, matunda haya si wageni kwao. Nikukaribishe mtazamaji wa Matukio Daima katika dakika 10 za mahojiano maalum juu ya kipindi hiki. Mimi ni Francis Gordon. Kwa jina anaitwa Rukia Makweta, niko hapa Posta kama mama mjasiriamali. Kwa sababu mimi ni mjasiriamali, sichagui biashara ya kufanya. Kitu chochote ambacho naona kina upenzi, watu wanakipenda, na hivyo najaribu. Napenda kujaribu kwa kila kitu. Kwa hiyo matunda haya mimi nimeishi kijijini. Kwa hiyo kwa kule kijijini kwetu watu walikuwa wanayapenda sana. Na hapa mjini kwa kweli ni machache, na asilimia kubwa ya watu hapa mjini wametoka vijijini. Kwa hiyo niliwaza kwamba ngoja nijaribu kuweka nione watu watakuwa na mwitikio gani. Kwa hiyo kuna mama mmoja analima, aliniletea kutoka Ihemi, na alikuwa yeye anatembeza kama hivyo. Mimi nikasema naomba ninunue mengi ili nijaribu kuyauza hapa. Ni kweli nimeyaweka hapa, watu wengi sana, kila mtu anayepita umenikumbusha mbali. Hivyo watu wamehamasika, wanayapenda sana. Kwa mfano nilianza siku ya kwanza na lita 2, nikaja nikaweka lita 10, leo nilikuwa na lita 15, lakini watu nimeona wana mwitikio mkubwa, kwa sababu pia wengine wanaamini ni dawa, majani yake ni dawa ya typhoid, vidonda vya tumbo na nini, na matunda yenyewe yanasaidia sana kwenye masuala ya kumbukumbu na zile homa za uzeeni, yani yale magonjwa ya uzeeni nini, yanasaidia sana, kwa sababu kadri mtu unavyozidi kuzeeka kumbukumbu huwa zinapotea. Kwa hiyo watu wengi wamehamasika mno. Na sasa mpaka saizi niliyaweka ilikuwa saa 3, kama saa 4 hivi, lakini yameisha, sina hata moja hapa. Kwa hiyo ndio hivyo yani. Matunda haya maarufu kama songwe, ambapo matunda haya hupatikana katika maeneo ya vijijini, yanatajwa kuwa ni moja kati ya matunda ambayo yana faida sana katika mwili wa binadamu, kwani huboresha mmeng'enyo wa chakula. Lakini songwe pia hulinda afya ya moyo, lakini pia huimarisha kinga ya mwili na husaidia afya ya mifupa. Lakini pamoja na hiyo, songwe imekuwa na faida kubwa katika mwili wa binadamu, kusaidia kudhibiti ugonjwa na uzito, lakini pia kudhibiti tatizo la kisukari. Rukia anazungumzaje juu ya biashara hii ambayo ni biashara mpya yeye kuweza kuifanya? Mimi nazungumza kwamba hii biashara iko vizuri, na nilipenda isikate, yani msimu usikate, kwa sababu imekubalika sana, yani watu wengi nafikiri walikuwa wanatafuta wapi watapata, lakini karibuni sana kwangu, zipo na kesho zitakuwepo nyingi tu, karibuni sana. Ila tu zinakata, msimu wake ni mfupi kwa sababu zinaharibika. Biashara ya matunda ya songwe ambayo yanatajwa kuwa ni miongoni mwa matunda asili kwa wakazi wa mikoa ya Nyanda za Juu Kusini, hususan mkoa wa Iringa, Wahehe wamekuwa wakifurahia sana, hasa wale wanaochunga mifugo aina ya ng'ombe. Kwa kwenda kuchunga ng'ombe wamekuwa wakitumia songwe hizi, na kupitia biashara hii amekuwa na tofauti gani na matunda mengine ambayo amekuwa akiyauza? Tofauti yake ni kwamba watu wanafurahia kwa sababu ni matunda ya asili. Watu wengi sasa hivi wanapenda vitu vya asili, kwa hiyo wanafurahia zaidi kwa sababu ya ule uasili. Aidha, mzee wa kijiji cha Nyabura Leonard Mlava ameitaka jamii kurejea katika matumizi ya vyakula vya asili, akisisitiza kuwa vina mchango mkubwa katika kulinda afya na kupunguza gharama za maisha. Hasa majani yake yana faida kwa kutibu typhoid. Nasisitiza kwamba kwa upande wa matunda kwa sababu ni ya kienyeji, walio wengi wanayabeza kupenda vitu vingine vigeni, lakini ni matunda yaliyokuwa mazuri tu ya kienyeji. Mimi natumia mpaka leo natumia mpaka leo. Na taarifa hiyo kutoka huko jijini Dodoma ndio inatamatisha taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo. Kabla ya kutamatisha, tusikie tena muhtasari wake. Karibu katika Matukio Daima habari kwa siku ya leo. Hapa ni muhtasari wake. Serikali yatenga bilioni 4.6 ujenzi wa soko la Machinga Complex. Bilioni 4.67. Soko litakalojengwa litakuwa na vizimba 800, maduka 150 na migahawa 8 venye uwezo wa kuchukua wafanyabiashara 958, ambapo kati yao wafanyabiashara wadogo watakuwa 800, wafanyabiashara wa kati 150 na mama na babalishe 8.
jamii haswa kutumia matunda na mboga ili kulinda afya zao. Jamii yangu itumie mboga za majani, lakini kwa usafi zaidi, kwa sababu mboga za majani sometimes ukizipika vibaya, kwanza huko zinapotoka huwezi jua zimetoka katika mazingira gani na zimetumiwa mbolea gani. Serikali yafuta jumla ya leseni 40 za utafiti wa madini. Kutoa maelekezo ya kufuta leseni za utafiti kwa mujibu wa sheria, na leseni ambazo tunazifuta leo zina eneo la ukubwa sawasawa na kilomita za mraba 900. Na mpaka hapo ndo mwisho wa taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote walioandaa na kuchota taarifa hii ya habari, jina langu ni Emmanuel Manonga. Na mimi ni Angelina Mbunda. Nikusihi tuendelee kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii ikiwemo Instagram, TikTok, Facebook kwa jina moja la Matukio Daima Media. Uwe na usiku mwema. Umehitimu darasa la 7 kidato cha 4 au zaidi na unahitaji kupata ujuzi? Karibu katika vyuo vya RDO Mdabulo, RDO Mafinga, RDO Ibwanzi na RDO Kilolo ili ujipatie mafunzo mahiri ya malezi yaliyo bora. Fani zinazotolewa vyuoni ni kama ifuatavyo: umeme wa majumbani na viwandani, uchomeleaji na uundaji wa vyuma, ufundi magari, ufundi bomba, upishi na uhudumu wa hoteli, useremala, uashi au ujenzi, uzalishaji wa afya ya mifugo, ubunifu na ushonaji wa mavazi, ufumaji, utengenezaji wa bidhaa za ngozi, teknolojia ya habari na mawasiliano na matumizi ya kompyuta. Mafunzo yanatolewa kwa miezi 3 na miezi 6 tu. Nafasi za hostel zipo kwa wahitaji wote. Pia tuna nafasi kwa wanaohitaji kuhamia level 1, 2 na 3. Vyuo vyetu vyote vimesajiliwa kikamilifu na Baraza la Ufundi na Mafunzo ya Ufundi Study NACTVET. Unaweza kujisajili moja kwa moja na kupakua fomu za kujiunga katika tovuti ya shirika, yani www.rdo.or.tz. Iandae kesho yako iliyo bora na vyuo vya RDO. Kwa maelekezo zaidi wasiliana nasi kwa namba 0757 35 18 37 au 0745 92 15 75. Kumbuka, ufundi ni taaluma ina Kwa afya yako na ubora wa maisha yako, unahitaji maji yaliyo safi, salama na yenye ladha halisi ya asili. Karibu utambue ubora wa Sif Natural Mineral Water, maji ya madini asili yanayotoka kwenye vyanzo salama vya Mafinga, Tanzania, yakichujwa na kuandaliwa kwa viwango vya hali ya juu kabisa vya ubora. Furahia ubaridi wa maji safi kila unapohitaji. Sif Natural Mineral Water inapatikana katika ukubwa mbalimbali kwa matumizi rahisi na ya uhakika. Chagua maji unayoyaamini, chagua ubora unaostahili, chagua CF Natural Mineral Water. Kwa mawasiliano na kuweka oda, wasiliana nasi kupitia 0762 123 736 au 0769 440 834 au barua pepe cfcompany100@gmail.com. CF Natural Mineral Water, maji yenye madini asili kwa afya na uhai wa kila siku. Nikwambie kitu mtazamaji wa Matukio Daima. Clock Tower Kefu ni moja tu. Tofauti ya Clock Tower Kefu na sehemu nyingine ni moja. Kwanza, Clock Tower Kefu wahudumu wake ni wacheshi, lakini huduma zao ni bora kuliko, lakini kubwa zaidi kwamba vitu vyao vyote vinavyouzwa Clock Tower Kefu ni bei nafuu kuliko. Usiulize wapi kefu nzuri, uliza tu Clock Tower Cave. Clock Tower Cave. Tupo jirani na mnara wa saa katikati ya mji wa Iringa. Tupo wazi kuanzia Jumatatu hadi Jumapili. Tupigie simu namba 0677 220 022 au 0657 366 667. Clock Tower Cave Iringa, ladha inayounganisha wapenzi. Ndio, Clock Tower Cave, home of delicious meals.